Steven Dese Mukwala alikuwa na ofa kipi cha tofauti? Kwa nini pengine mwalimu Fadlu Davids aliamua kusalia naye kwa muda takriban dakika 85 licha ya kuonekana hakuwa kwenye kiwango bora kile ambacho labda tulitarajia tuone anayatimiza majukumu yale ambayo tumezoea kumuona, kwa maana ya kutikisa nyavu. Kwa ni mmoja kati ya watu ambao walipoteza nafasi nyingi zaidi kubwa ambazo zilipatikana katika mchezo wa siku ya jana. King Matena. Ni jenge hapa. Fadlu alipigaje pale katika siku ya jana tukashuhudia kile ambacho tumekishuhudia. Kiufundi, kwa jicho la kiufundi labda inakaaje? Kwenye uwanja wa mazoezi, ndio uwanja wa mazoezi ambao kocha anakuwa anamsimamia, yeye ndo anayejua ni mchezaji gani ambaye anapaswa kuanza katika mechi zinazofuata, lakini mtu mwenye maamuzi ya mwisho kabisa ni mchezaji mwenyewe. Je, yuko tayari kwa ajili ya kuanza mchezo huo? Anaweza akaonekana katika mambo ya kiufundi, kocha anaweza kaona katika mambo ya kiufundi kwamba kuna vitu ambavyo vimeanza kuimarika katika mchezo wake, lakini mentally yeye yuko tayari kwa ajili ya kuanza katika mechi kubwa kama ile ya nusu finali ambayo ni ya umuhimu kwa Simba baada ya miaka mingi sana kujaribu kuingia kwenye hatua za nusu finali kwenda finali katika michuano ya Afrika kwa maana ya CAF Champions League na ile Confederation. Hii sasa ndo mechi ambayo inamhitaji kila mchezaji kuwa timamu, na kwa maana hiyo basi paka Steven Dese Mukwala anaanza mechi ile tayari alishakubali ya kwamba mimi niko tayari kwa ajili ya kuanza mchezo huu, na kocha alishaona katika uwanja wa mazoezi Steven Dese Mukwala yuko vizuri, yuko timamu, ana convert chance vizuri kabisa, na katika mechi ambazo zimepita ameonyesha kitu kama hicho. Ni shahidi, anaweza katokea mtu yote akasema kwamba Steven Dese Mukwala kwa sasa hivi ndiye mshambuliaji bora wa kikosi cha Simba, lakini katika dakika 85 ambazo alicheza siku ya jana ilikuwa ni kitu cha kushangaza pia, hata kwa mimi pia nilishangaa kuona muda wote ule bado yupo uwanjani. Sasa changamoto kubwa sio kwake yeye tu, bali ni aina ya uchezaji wa Simba kiujumla. Tunatambua falsafa ya Simba ni soka la pasi fupi, na iwapo wanahitaji kushambulia watafanya mashambulizi ya haraka na kwa kasi zaidi. Na unamhitaji mshambuliaji mwenye kasi, mjanja katika eneo la 18 anayeweza kutoa madhara kwa safu za ulinzi, iwe ni mipira ya chini ama iwe ni mipira ya juu, na Steven Dese Mukwala amedhihirisha kwamba anaweza kufanya hivyo. Tunaona kwa kiasi kikubwa umakini wa mabeki wa Stellenbosch siku ya jana ulisababishwa pia na ubora wa Steven Dese Mukwala katika mchezo uliopita. Na mara nyingi vikosi vya timu pinzani vinapokutana na timu bora za namna hii kama Simba, lazima wafanye homework yao vizuri kabisa. Na Stellenbosch safu yao ya walinzi na imani kabisa Steve Barker, kocha wa timu ya Stellenbosch, aliwapa mbinu za kutosha mabeki wake namna kudeal na mshambuliaji kama Steven Dese Mukwala. Tunaona Toure alikuwa anasimama naye muda wote ule, mipira mingi ambayo ilikuwa inatoka upande wa kushoto kipindi cha kwanza. Tunazungumzia cross zaidi ya 2 ambazo alizipiga Mohamed Hussein Shabalala kutoka upande wa kushoto. Nazungumzia pasi ya kwanza kabisa ambayo alipiga Lipazu Kibisawala kutoka upande wa kushoto, zilikuwa zinatua katika miguu ya Mukwala, lakini mashuti yalikuwa hayaelekei kwenye nyavu, yanaelekea nje. Na mtu wa kwanza kabisa alikuwa anafika katika miguu ya Mukwala alikuwa ni yule beki Toure ambaye alikuwa amepiga kiduku fulani ametia beach yule. Yule ndo ambaye alikuwa amesomana naye vizuri kabisa. Nadhani pia ubora wa safu ya ulinzi nao ulisaidia kupunguza idadi ya magoli ambayo Steven Dese Mukwala angeweza kufunga jana. Na imani kabisa ilikuwa ni mechi ambayo Mukwala alikuwa na uwezo wa kuondoka na magoli sio chini ya 3 katika kipindi hicho cha kwanza tu peke yake.